Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwazungumzia watu wa Madina anasema alama kubwa ya kuonesha mtu ana imani, moja ya alama ni kuwapenda watu wa Madina, na katika alama za unafiki ni kuwachukia watu wa Madina. Kwa nini watu wa Madina wafikia daraja hii? Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani. Inna lillahi ibada, hakika anao Allah subhanahu wa ta'ala waja ambao idha nadharta ilayhim dallaka haluhum ala azamati llah, ikiwa utawatazama hali zao zitakufahamisha ukubwa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mzee wangu Sheikh Mbukuzi ni watu ambao ujana wao mpaka kuzeeka kwao wanazeekea katika dini. Kwa ukimtazama utauona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mzee wangu Sheikh wangu Sheikh Hamid Mas'udi wa Jongo pia ukimtazama ujana wake mpaka uzee wake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutangaza risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sheikhi wa murshidi ila Allah Sheikh Yusuf Muhammad Kidago pia ukimtazama utauona utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wazee wetu wote nimetanguliza haya kwa kutaka baraka zenu, wa astamidu bimadadikum, pia nataka nipate madad kutoka kwenu. Allah subhanahu wa ta'ala niwezeshe kusema maneno ambayo yatatufaa duniani na kesho akhera. Hadharan ya vijana, msemaji wa kwanza awe ni kijana. Maneno yangu ama ujumbe wangu utabebwa na hashri 9. يقول المولى وهو أصدق القائلين كما قال في قوله ومن أصدق من الله قيلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ujumbe wangu utakuwa umekaa hapo. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia Ansar, watu wa Madina, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwazungumzia watu wa Madina anasema alamatul imani hubbul ansar wa alamatun nifaqi bughdul ansar. Alama kubwa ya kuonesha mtu ana imani, moja ya alama ni kuwapenda watu wa Madina, na katika alama za unafiki ni kuwachukia watu wa Madina. Kwa nini watu wa Madina wafikia daraja hii? walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, na wale ambao kwamba tabawwa'u ad-dara, wamefanya makazi Madina, wal imana ay wa akhlasul imana, na wakatakasha imani zao. Sifa yao ya kwanza yuhibbuna man hajara ilayhim, walifikia daraja ya kuwapenda watu wa Madina, iwe ni katika alama miongoni mwa alama za imani. Wana mapenzi, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ambao kwamba wamehamia kwa wao. Ndugu zangu, katika jambo liwafikisha Ansar katika daraja hii ni mapenzi. Mapenzi ya kweli baina yao. Walikuwa hawana mapenzi ya kinafiki, wanapendana kweli. Al-Hasan al-Basri anasema idha adhhara an-nasu al-ilma wa dhayya'u al-amala wa tahabbu bil-alsuni wa tabaghadhu bil-qulubi la'anahum Allahu 'inda dhalik fa asammahum wa a'ma absarahum.
idha adhhara an-nasu al-ilma, pindi watu watakapodhihirisha ilmu, wa dhayya'u al-amala, na wakaacha kuitendia kazi hiyo ilmu, watahabu bil alsuni, wakapendana kwa ndimi tu, nakupenda bwana, nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, watabaghadhu bil qulubi, lakini watu hao wakachukiana kwa nyoyo, hawana mapenzi ya kweli, la'anahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tawalani. Haitoshi, fa'asammahum wa a'ma absarahum, atawatia uziwi, watakosa kuyasikia mambo kwa hakika yake, atawatia upofu ambao utawafanya washinda kuyatazama mambo kwa uhakika wake. Jambo la kwanza, walikuwa na mapenzi, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi. Sifa ya pili, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sifa ya pili, hubbul ansar min al-iman, walikuwa na khuluwul qalb, mioyo yao ni mitupu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ile dua aliyoomba Nabii Allah Ibrahim, yawma la yanfa'u malun wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, salimun min ar-riya', salimun min al-kibri, salimun min al-'ujubi, salimun min al-bughd. Mioyo ya watu wa Madina ilikuwa ni mitupu, hawana kinyongo. Almu'minu laysa bihaqud, hawaweki mambo katika moyo mfundo. Umekuja leo kwa vijana wa kheri, umekewa chakula vizuri, haujashiba ukaomba ajwa hujapewa, basi mpaka mwakani unasusa kuja katika hadhara. Almu'minu laysa bihaqud, mu'min wa kweli haiki mafundo. Walifika daraja hiyo watu wa Madina kwa sababu mambo hayo, walikuwa na mapenzi ya kweli, lakini mioyo yao ni mitupu, hawana kinyongo, hawana kibri, hawana hasad, hawana ria, hawana ujub. Lakini sifa ya tatu, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, ay wayuthiruna almuhajirina ala anfusihim, walikuwa wanawatanguliza muhajirin kabla ya nafsi zao. Al-ithar i'ta'uka ma anta tahtaju ilayhi, kutoa kile ambacho kwamba wewe unakihitajia. Tujifunze kupitia watu wa Madina. Al-ithar, katika kikwazo kikubwa chetu sisi Waislamu katika kila sekta, ni al-ananiya, uselfish, ubinafsi. Watu wa Madina hawakuwa na uselfish, hawakuwa na ubinafsi. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walikuwa na ithar. Al-itharu bil mali wal itharu bin nafsi, walikuwa natangulizana katika mali, wanatangulizana mpaka katika nafsi zao. Katika vita vya Yarmouk, wakati wa Sayyidina Umar radhiallahu anhu, vita imekwisha, Sayyidina Umar anamtuma Abu Jahm Hudhaifa al-Adawi, al-itharu bin nafsi, tazame hapo, embu katazame mabaki ya waliokufa na ambao kwamba wapo katika pumzi za mwisho, ramaq baqiyatur ruh, ili tupate idadi ya ambao kwamba wamekufa na ambao kwamba wako hai. Abu Jahm Hudhaifa al-Adawi anamkuta mtoto wa ammi yake anapumulia pumzi za mwisho. Anachukua glasi ya maji anampa, naye anasikia mwenzie anachukua anampa. Al-itharu bin nafsi, walitangulizana kiasi hiko. Ile glasi ilitembea kwa watu 7, kufika wa 7 amekufa, kurudi wa kwanza amekufa. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sisi tunalo la kujifunza kupitia watu wa Madina, al-ithar. Tuache uselfish, tuweni kitu kimoja, tutangulizane katika mambo. Al-ithar, wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yule ambaye kwamba amekingwa na choyo cha nafsi,
yule ambaye kwamba amekingwa na choyo, hana choyo. Ulaika humul muflihun, ni ufaulu wa hali ya juu. Ulaika almuflihun ingetosha, lakini ulaika humul muflihun. Tawassutu dhamiru alfasli, khabari yenyewe imekuja kwa maarifa, qasru ala alqasri. Ulaika humul muflihun. Ndugu zangu, tukitaka kufaulu kama walivyofaulu Ansar, tuweni na mapenzi ya kweli, lakini tuweni na khuluul qalb. Mioyo yetu isiwe na mafundo, isiwe na hasad, isiwe na kibri, isiwe na ria. Lakini jambo la tatu, tutangulizane ili tupate kufaulu. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. AYUA TV, ulimwengu kiganjani.